Mamlaka ya kitaifa ya kupambana na ugaidi nchini NCTC imeonya kuhusu wale wanaolenga kutumia mitandao ya kijamii kueneza jumbe za kuchochea ugaidi kuwa watakabiliwa kisheria. Kupitia afisa mkuu wa mamlaka hiyo Joseph Kanyiri, NCTC imeonya vijana wanaoweza kujaribu kutumia teknolojia kuwashawishi vijana wengine kujiunga kwenye mitandao ya kigaidi kuwa watakabiliwa kisheria. Hali imeboreka kuhusiana na mambo ya recruitment and radicalization, but kwa wakati huu mambo mengi haya hufanyika online kwa mitandao ya kijamii, ambapo tunazidi kuwarai wanafunzi, wazazi na haswa wale ambao wana tarajiwa pengine na wale wana recruit kujiunga na vikundi, wachungane na mitandao ambayo wana tembelea tofauti, manake kule ndio iko. Sio kama zamani ambapo ilikuwa ni person to person recruitment. Kanyiri amesema kuwa serikali ya kitaifa kupitia mashirika yake itawafuatilia, kuwakamata na kuwafikisha mahakamani ili wachukuliwe hatua za kisheria. Afisa huyo alikuwa akizungumza katika chuo kikuu cha teknolojia cha Dedan Kimathi katika kaunti ya Nyeri wakati wa hafla ya kufunga mradi wa kuzuia ugaidi katika vyuo vikuu nchini Kenya. Katika mkutano huo, wanafunzi waliwasilisha shughuli mbalimbali walizokuwa wakitekeleza katika miradi yao ya masomo ili kuimarisha mshikamano ndani ya chuo kikuu hicho pamoja na jamii. Kanyeri pia ameshikilia umuhimu wa jamii kuwa macho, kuongeza tahadhari za kiusalama na kuimarisha ushirikiano na mashirika mbalimbali ili kupambana na ugaidi na misimamo mikali inayozua vurugu. Na ni shughuli ambayo lazima tuifanye ili wanafunzi wakiwa vyuoni na wakimaliza kusoma wakienda kwa jamii wawe wana ufahamu zaidi na wakaweza pia kushauri vijana wengine. Peer to peer running, peer to peer counseling, peer to peer guidance, na ndipo hapo tutafaulu kwa nchi hii kuboresha usalama na kupunguza hatari ya mambo ya itikadi kali na ugaidi kwa vyuo vyetu na katika jamii yetu. Aidha, naibu makamu chansela wa chuo kikuu cha DEKUT anayesimamia masuala ya taaluma na utafiti Profesa Eddie Owanga ameelezea programu zilizopo katika taasisi hiyo zinazolenga kushughulikia tatizo la ugaidi ili kudumisha amani katika chuo hiko pamoja na jamii kwa ujumla. As Dedan Kimathi, we are happy to note that we have several clubs and societies among our students that, besides pursuing academic mandate, is able to empower students in terms of how to, acquire values that enable them to be responsible citizens. And we're happy to associate with this project guided by GIA, which enable the student to form their own groups, come up with their own dissemination activities, even reaching outside this university, impacting even other institutions around these universities. Beyond 1,000 students were impacted through this activity, and we believe that going forward, we should not have any challenge discussing these matters with the young people, and they should be able to appreciate their role in terms of promoting peace. Kwa upande wake, mwakilishi wa Wizara ya Elimu Christine Minyuki ameelezea juhudi zinazofanywa na wizara katika taasisi za elimu ili kukabiliana na ugaidi mkali, ikiwemo uchochezi unaochochea amani na kuwafanya vijana kujiunga na makundi ya kigaidi. Ministry, we've worked very closely with our universities and asked them to make sure that they have things like the gender mainstreaming offices. They have those offices will also take care of things like inclusivity. We have them having orientation for their students, and some of the things that they are orienting students about are such things as the extremism and radicalization. We've asked them also to make sure they have things in terms of safety in place, safety plans, so that something like what happened in Garissa University doesn't happen again. We have them also engaging the students in clubs and activities like this one that has taken place today, so that students are aware of what is violence, extremism, what is radicalization, what they can do to avoid it, how they can report any cases that they might come across. So as a ministry, we're just working with our universities, and we've encouraged our universities to make sure that they have all those activities in place. And we know when the students are
taking part in co-curricular activities, whether it is sports, arts, whatever it is as co-curricular, they are less likely to have a lot of free time to engage in other activities that are not to their benefit. With this, especially with this program that has been going on, from what we have seen, the students have done quite a bit of research on what is going on around them, and they have tried to talk to their fellow students. They've tried to reach out to the communities around them. So research and evidence is being done, I'm sure, with the clubs and societies that are available. And the universities, I'm sure, are trying to collect as much data as possible. We also work with the Ministry of Gender, and they are also collecting a lot of data. Data is also being collected in terms of the hotlines that are available from the government when these issues are reported, so that we can know what is happening out there that is either radicalizing our students or getting them to engage in violent extremism. Willy Khaemba Kurunzi, Kaunti ya Nyeri.